إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثل ولا ند له ولا حد ولا جثة ولا أعضاء له أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصفوته وصفوة صحبه أما بعد عباد الله أيها الأمهات المسلمات فإني أوصيكن وأوصي نفسي بتقوى الله العلي العظيم وأستفتح بالذي هو خير وإن خير الكلام كلام الله يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. روي عن سلمان الفارسي أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا وهو شهر الصبر وشهر ثوابه الجنة شهر المواساة من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم فقال عليه الصلاة والسلام يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء أو مذقة لبن ومن سقى صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة
وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. أما بعد يكمشكور الله عز وجل na kuzipeleka rehma na amani kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa uzima. Tunamshukuru Allah jalla wa ala juu ya afya. Tunamshukuru Allah jalla wa ala juu ya muda, nafasi. Lakini tunamshukuru Allah azza wa jalla kwa sababu ya kutuneemesha neema kubwa ya Uislamu, na ndani ya Uislamu tukafaradhishiwa nguzo 5, na ndani ya nguzo hizo 5 tukafaradhishiwa nguzo ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ayuha al-ummahat, tunazo sababu za kumshukuru Allah, kwani ni wangapi miongoni mwetu walikuwa na afya kama za kwetu, walikuwa na muda na walikuwa na mipango yao mizuri saa nyingine kuliko mipango yetu, lakini kwa matashi yake na kwa uwezo wake Allah, siku ya kuzaliwa kwetu sisi hatukuipanga tuzaliwe lini, na wala hatukupanga tuzaliwe kwenye familia gani, na wala hatukupanga tuzaliwe nchi gani. Ulipo ndipo ulipopangiwa. Hali kadhalika hatujipangii sisi siku ya kuondoka hapa duniani. Ni wangapi tunaowafahamu hawapo na sisi? Tulikuwa nao Ramadhani iliyopita, na leo tumewasahau, wako kwenye nyumba zao wenyewe, wananeemeka kwa mema walioyafanya walivyokuwa hai. Nasi tunachukua nafasi hii kuitumia fursa hii, kwa sababu tumekutwa tukiwa hai na mwezi wa Ramadhani. Tuitumie fursa hii vizuri, ili matunda ya haya tunayoyafanya tuweze kwenda kuneemeka nayo sisi wenyewe kesho tutakapolala kwenye zile nyumba tulizowalaza wapendwa wetu. Tumewalaza baba zetu, tumewalaza mama zetu, tumewalaza wake zetu, tumewalaza waume zenu, tumewalaza wajukuu, vitukuu, na hali kadhalika wamelala watu bora kama manabii na mitume wote wamelala huko, masahaba wote wamelala huko, na sisi midhali bado tupo, tutakwenda kulala huko. Tunawaombea wote waliotangulia katika hawa niliowataja, kila mtu kwa nafasi yake na jinsi alivyoguswa na jambo lile. Yumkini upo hapa, ni mke ulioondokewa na mumewe, umeondokewa na mumewe ukabaki kuwa mjane, na huyo mume ameacha watoto wameitwa yatima. Tunazo sababu za kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala
kwa nafasi hii ya uzima tuliopewa. Ya Allah, wasamehe kila waliotangulia mbele ya haki minal mu'minina wal mu'minati, miongoni mwa waumini wa kike na waumini wa kiume. Wape malipo mazuri kwa yale mazuri walioyafanya hapa duniani. Waondoshe adhabu, shida na misukosuko ya kaburini. Hawawezi kufunga tena, wamelala. Hawawezi kuswali tena, wamelala. Hawawezi kutasaddaq, kutoa sadaka, maana wamelala. Sio kulala, wameoza na wamekuwa mifupa. Na hata tukienda kuchimba kwenye makaburi yao, hatukutani na sura zao, tutakutana na mifupa iliyooza. Wewe Allah ndio umeihifadhi hiyo mifupa, na kesho siku ya Kiyama utaivisha nyama na kila mmoja atafufuka kutoka kwenye kaburi lake. Sisi ambao tuko hai tunapumua, ya Rabbi, tunawaombea uweze kuwastiri, uweze kuwainua, uweze kuwanawirisha, na uwaogeshe na maji safi kutokana na yale machafu walioyafanya kwa kuteleza. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jannah. Amin ya rabbil alamin. Ayuha al-ummahat, enyi kina mama, qad ya'ti shahru Ramadhan liyakuna miqatan litawbati at-taibin. Ramadhani imekuja katika muda huu tulionao ili watubie wenye kutubia, wa hidayat ad-dallin al-munharifin, na imekuja Ramadhani kwa ajili ya kuwaongoza waliopotea, waliopinda. Fakam min taibin taba wa raja'a ila Allah ta'ala fi Ramadhan, ni wangapi wamerejea, wametubia na wamerudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi huu wa Ramadhani. Wako wengi sana. Mwezi ulivyofika katubia, karejea, kwa sababu mwezi ni mtukufu. Wa kam min dhalin munharifin arafa tariqa alhidayata fi Ramadhan, na ni wangapi walikatiwa tamaa, walipinda, watu wakasema yule sio Muislamu kamwe kwa matendo anayoyafanya. Lakini Ramadhani ilivyofika, unamuona yule yuko mstari wa mbele kufunga, na yuko mstari wa mbele kujistiri, na yuko mstari wa mbele kuswali. Usimkatie mtu tamaa, Ramadhani inakuja na khairi zake. Wa kam min muday'in lis-salah, wangapi walipoteza swala zao, mwaka mzima mtu hakuswali. Wa hajara lilquran, alihama Qur'ani mwaka mzima hakuishika. Wa ghafala an dhikri rrahman, lakini alighafilika juu ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'arafa tariqa fi Ramadhan, hatimaye leo ameiona njia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, akaikimbilia sala, akaishika Qur'ani, na akamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala laylan wa nahara. Ayuha al-ummahat, eni wanyakongamano la kina mama, kongamano la kwanza linalofanyika ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, kongamano la kwanza linalofanyika ndani ya Al-Masjid Al-Barra Ibn Azib hapa Isanga, Mbeya.
eleweni ninyi ndo wahusika wa kuyasikia maneno hayo. Yaati shahru Ramadhan fayankubu ahlul imani ala kalami rahman. Ramadhani imefika, watu wanamiminika kutafuta maneno na msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ala khitimati alquran, wako wanaopambana kushughulikia namna ya kuihitimisha Qur'an. Walaka an tatakhayyal, walaki an tatakhayyal ya ummat alislam kam khatmatan takhtimu fi Ramadan. Na wewe dada wa Kiislamu, na wewe mama wa Kiislamu uliokutwa na mwezi huu wa Ramadhani, wenzetu walikimbilia kuisoma Qur'ani ili waweze kuihitimisha angalau kwa mwezi mmoja, khatma moja, uisome mwanzo mpaka mwisho. Na kama haikuwezekana kuhitimisha, basi angalau nusu ya mashaf umezisoma aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Basi hata kama haiwezekani nusu, angalau robo, kwamba katika juzuu 30 nisome juzuu 10 tu, au nisome juzuu 5 tu, au angalau nimalize juzuu amma. Nani ambaye katika mipango yake aliyokutwa nayo ndani ya Ramadhani amepanga angalau amalize khatma? Imamu Shafi'i rahimahullah, Imam Shafi'i katika maisha yake mwezi wa Ramadhani ulikuwa ukifika anaihitimisha Qur'ani mara 2 kwa siku. Anaisoma mchana yote na ukifika usiku anaisoma yote. Wewe dada, wewe mama wa Kiislamu, wewe baba utakayenishuhudia kwenye vyombo vya habari, Ramadhani imekukuta. Je, umepanga hitima ngapi kuimaliza Qur'ani? Maana huu ni mwezi wa Qur'ani. Salafuna salih, wema wetu waliotutangulia, walishindana juu ya kuisoma Qur'ani, na wala hawakushindana juu ya mapishi ya kupika aina tofauti za bagia, aina tofauti za maandazi, aina tofauti za sambusa na aina tofauti za uji. Walishindana juu ya nani atakayekwenda kwa spidi kali ya kuimaliza angalau Qur'ani khitima moja kwa mwezi huu. Innahu shahrul Qur'an. Kina mama tutambue, mwezi huu haukuja abathan, kwamba ni mwezi tu wa kukaa wa kuangalia misalsalatin walfilamatin. Unakaa sitting room kuangalia viporo vya series ya matukio yanayopatikana kwenye TV zetu, ukapoteza muda huo. Utakuwa umepoteza muda, na yumkini kwamba ukawa hujajitambua mpaka sasa hivi. Fayajtami'u as-sa'imu baina ash-shafi'ain yawm al-qiyamah. Ndani ya mwezi huu wa Ramadhani fayajma'u as-sa'imu baina ash-shafi'ain yawm al-qiyamah. Inakusanyika kwa mfungaji aliofunga mwezi huu, anapata shafaa 2 ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tukumbuke siku ya Kiyama hatuingii peponi kwa juhudi zetu, bali tutaingia pia kwa shafaa ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Mtume akasema, as-siyamu wal Qur'an, funga pamoja na Qur'an, yashfa'ani lil'abdi, watamtakia shifaa mja. Yani funga itamuombea mfungaji, Qur'ani itamuombea mfungaji. Yaqulu siyamu, funga itasema siku ya Kiyama, ey Rabbi, ewe Mola wangu, inni mana'tuhu at-ta'ama wash-shahawat bin-nahar, mimi nilimzuia huyo mtu akaacha chakula chake, akaacha kinywaji chake, na akaacha matamanio yake yote mchana wa Ramadhani. Fashafi'ni fihi, ninamuombea kwako uweze kumsamehe na kumuingiza peponi. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa funga hizi tunazofunga, kesho siku ya Kiyama
hii funga itakuja kama kiumbe kinachoonekana, kitakuja kama inakuombea na kuombea huyu aingie peponi. Allah atujalie katika hao. Ndugu zangu kina mama, sio hilo tu, wayaqulu alquran, itakuja Qur'ani itasema na Qur'ani, mana'tuhu nauman billaili, nimemzuia huyu hakulala usiku, alinisoma. Ashafa'ni fihi, naomba umuingize peponi kwa sababu hakufunga macho yake usiku wakati wenzake wamelala. Fayashfa'an, saumu na Ramadhani, saumu na Qur'ani vyote vitakuombea wewe, na mwisho wa siku utaingia peponi. Na hili ndio jambo kubwa, tukutane peponi. Yati shahru ramadhana wa fihi sabrun ala taat, mwezi wa Ramadhani unakuja, ndani yake panatakiwa pawe na subira na utiifu mkubwa. Wa sabru ala tarki dhunubi wal maasi, subira juu ya kuacha madhambi na maasi yote. Wa sabrun ala aljui wal atashi wat taabi, na subira juu ya njaa, kiu cha maji, shida, misukosuko. Fayajma'u as-saimu anwa'u as-sabri thalatha, fayajma'u as-saimu anwa'u as-sabri thalatha, mtu mfungaji amekusanya subira zote tatu, maana subira zimegawanyika aina tatu. Kwa hiyo aliyefunga ujue ana subira aina zote tatu. Wayajma'u baina al-'abdaini wayajma'u baina al-'ibadatayn allatayn ajruhuma bila hisab, na vinakusanyika ibada mbili kwa mtu ambaye ibada hizo siku ya Kiyama, mtu atakazozifanya hizo ibada hatohesabiwa, ataambiwa tu ingie peponi. Kama qala Allah ta'ala anis sabri, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala juu ya subira, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, kwa hakika si vinginevyo tutawalipa wale wenye kusubiri ujira wao pasi na hesabu. Kwa hiyo wewe uliofunga, mama wa Kiislamu, dada wa Kiislamu, hakikisha kwamba wewe ni miongoni mwa wenye subira, kwa sababu umeacha chakula, umeacha kinywaji, umeacha vyote vinavyomfunguza mtu, si kwa sababu ya kutafuta sifa kwa mumewe, wala kutafuta sifa kwa wazazi wako, wala kutafuta sifa kwa viongozi wako. Unatafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa subira hiyo ulionayo, Allah amekupa garanti, atakulipa ujira pasi na kukuhesabu. Atakwambia ingia peponi, kwa sababu sio kila mmoja anaweza kufunga. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ani saum, na bwana mtume rehma na amani ziwe juu yake akasema kuhusiana na funga. Qala Allah ta'ala, Allah amesema katika hadithi al-Qudsi, kullu amali ibn adam lahu illa as-sawm, matendo yote ya mwanadamu ni ya kwake isipokuwa saumu peke yake. Fa innahu li, Mwenyezi Mungu anasema saumu ni miliki yangu mwenyewe, wa ana ajizi bihi, na mimi ndio nitakayolipa kuhusu kufunga. Wa fi riwayatin li Muslim, na katika mapokezi ya Imamu Muslim hadithi hii anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi al-Qudsi, kullu amali ibn adam lahu, matendo yote ya mwanadamu ni ya kwake mwenyewe. Yudhaaf, yanapandishwa na yanaongezeka. Alhasanata bi'ashri amthaliha ila 700, jema moja ukilifanya Allah anakulipa kuanzia 10 mpaka 700. Qala ta'ala illa sawm, isipokuwa funga haina malipo yake kuanzia 10 mpaka 700. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, mimi ndio nasimamia funga yake na mimi ndio mlipaji, na simwekei kiwango cha malipo ambacho mimi nitamlipa. Yada'u shahawatahu wa ta'amahu min ajli,
ameacha matamanio yake, ameacha chakula chake kwa ajili yangu mimi ndiyo nitakayomlipa. Ndugu zangu kina mama, hadithi hii unaweza ukaifikiria kwamba mbona Mwenyezi Mungu anasema hizi zingine ni za kwetu na hii ni ya kwake? Hii ni ta'dhiman wa tashrifan li makanati siyam. Heshima ya funga ni kubwa sana kuliko heshima ya kitu kingine. Famathalan, aliyekuja kwenye muhadhara ni jambo la kheri, ni matendo mazuri, ni amali njema, lakini kwenye muhadhara kila mmoja kajua fulani kafika kwenye kongamano na fulani hajafika kwenye kongamano. Kwa hiyo tayari ni ibada ambayo hata mimi nafahamu kwamba umekuja, hata fulani kafahamu kwamba fulani kaenda kwenye kongamano. Famathalan as-sala, ibada ya swala, tukija hapa msikitini tunajuana fulani ameswali, na hata wewe nyumbani ukitandika mkeka wako pale kwenye chumba chako, hata watoto wanajua kwamba mama anaswali. Kwa hiyo yale matendo ni ya kwako, hata watu wengine pia wanayajua. Twende kwa wale wanaoenda umra na wanaoenda hija, tunaona anaaga na anapanda usafiri anakwenda mpaka Makka, na akirudi watu wanajua kwamba alienda umra, ama watu wanajua kama alienda hija. Kwa hiyo ibada ile ya hija watu pia wanafahamu kwamba ulienda hija, watu pia wanafahamu kwamba ulienda umra. Tuachane na hija, twende kwenye sadaka na zaka. Watu wanajua kwamba fulani kampa fulani zaka, na zaka sio siri. Hata yule aliyepewa anafahamu kwamba gari hili nimepewa zaka na mjomba wangu, anafahamu. Kwa hiyo mtoaji anafahamu na yule mpokeaji anafahamu. Kwa hiyo hata ibada ya zaka watu pia wanaifahamu. Sasa twende kwenye funga. Ni nani anayejua kama Sheikh Bombo amefunga? Hakuna anayefahamu. Hata mke wangu alioniandalia daku, nikasogea pale daini, akanipakulia wali nazi na samaki nazi, nikala nikasema alhamdulillah, pia hajui kama nimefunga. Anajua kama nimekula daku, lakini hajui kama nimefunga. Kumbe baada ya kula ile daku, palivyoswaliwa alfajiri, kwa sababu ya usingizi mzito wa usiku na maandalizi mazito ya kina mama wanayofanya, wana uchovu mkubwa kuandaa zile iftari. Kwa hiyo baada salati alfajiri akawa amepumzika. Baba akainuka kwa kuona kwamba mke wangu amelala na sasa hakuna anayeniona, watoto wameshaenda skuli, mimi sasa nakwenda kufunua zile hotpot. Yule samaki nilimla upande mmoja tu, huu upande wa pili naenda kuumalizia. Ni saa moja hiyo, saa mbili. Unalifanya hilo hali ya kuwa mke wako ajui, na mke wako anajua kwamba wewe ulishakula dako na umefunga. Sasa funga imekuwa ni siri kubwa sana, ni siri bainaki wa baina Allah, ni siri yako wewe na Mola wako. Na ndio maana wanawake ambao sio wacha Mungu wanatumia fursa ya kukwepa kufunga kwa sababu ya dharura walizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wanajificha kwenye kivuli cha kusema kwamba mie niko kwenye siku zangu. Ndugu yangu, mama yangu, dada yangu, ittaqina Allah, mche Allah subhanahu wa ta'ala. Usimridhishe na kumdanganya mume wako kwa kukuona unakula mchana kwa singizio kwamba mimi niko kwenye ada yangu. Ada yako anaijua Allah, na anajua kama umedanganya. Kwa hiyo funga, Allah ndio anaijua, na ndio maana yeye anasema ndio atakayesimamia malipo yake. Kwa sababu tutadanganyana tu. Mume atamdanganya mke, mke atamdanganya mume, lakini katika funga kwa hakika Allah amepiga tochi kubwa sana kwetu sisi. Ndugu zangu kina mama, ikiwa sisi tumekutwa na Ramadhani, tuhakikishe hatumdanganyi yeyote. Tunafunga kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi
ametusimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kina mama mna mambo machache sana ya kuwaingiza peponi. Ni wepesi sana wa kurudi na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana hata makongamano na mihadhara inayofanyika ndani ya miezi hii ya Ramadhani, makongamano mengi yanakuwa ni kina mama, kwa sababu mama ni mwepesi wa kuelewa, ni mwepesi wa kuchukua maamuzi. Kidogo kina baba ni wazito. Ukitangaza kongamano watakuja watu watatu, na hata wakija kuswali ya dhuhuri, jamani sikilizeni hadithi moja, kila mtu yuko busy. Lakini sio kina mama. Kina mama wana majukumu makubwa. Kabla hajaja kwenye kongamano, amehakikisha nyumba yake imekuwa safi, ameisimamia. Amehakikisha vyombo vimekuwa visafi, amevisimamia. Ana mtoto mgongoni na mwingine kamshikilia, wote amewaogesha na amewavalisha nguo, tunaenda kwenye kongamano. Anahakikisha anapanda bajaji, anatembea kwa miguu, anapanda gari, anakuja kwenye kongamano. Lakini vile vile amekaa kwenye kongamano, bado ana mawazo na fikra kwamba nikifika nyumbani nianzie wapi? Ule unga wa ngano ya chapati za leo nitazikandia wapi? Maharagwe yale nitayabandika kwenye nini? Kuni zimeisha, sukari imeisha. Yote hayo yanatembea kwenye kichwa chake bado akiwa kwenye kongamano. Kwa hiyo sasa hivi yuko kwenye kongamano, anasikia qala Allahu wa qala Rasul, lakini bado upande wa kichwa chake kingine kinatafakari watoto na baba yao atakwenda kufuturu nini jioni. Kwa sababu hiyo mwanamke amekuwa ni mtu wa mbele sana katika mambo ya khair, hususan katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mmewapita wanaume wengi. Tayib, mwanaume ataleta tu sukari pale ndani ya nyumba, lakini nyumba kuanzia panapambazuka mpaka panachwea, wanaume hata hana habari kilichofanyika. Na elaiti mngewaachia nyumba zenu kina baba, wao ndo wabaki nyumbani, nyinyi ndo mtoke, wanaume wengi ndoa zingeshawashinda na watoto wangewapeleka jela. Sio wangewapeleka jela. Lakini subira hiyo na moyo huo mmepewa ninyi kina mama. Lakini kinyume chake pia wanawake ndo wamepewa moyo wa ukatili kuliko kiumbe chochote duniani. Hata paka akizaa watoto wake anawahenga, anazaa watoto 7, 8, 9. Mwenyezi Mungu amemwekea maziwa mengi kwenye kifua chake, atawanyonyesha hata kama mama akikonda namna gani, lakini watoto watanyonya. Njoo kwa binadamu asiyemtambua Allah, njoo kwa binadamu asiyejua hadhi yake, njoo kwa mwanamama asiyejua thamani yake, anamzaa mtoto anamtupa kwenye shimo la choo. Hakuna kiumbe chenye roho ngumu kama binadamu mwenyewe awe ni mwanamke. Hakuna mnyama anayeweza kutupa mimba, lakini mwanamke anaweza akaenda kwa daktari akanyofolewa mimba na watu wasijue, kuua kiumbe. Kina mama kama hawatoelezwa na kuelekezwa dini inasemaje, ni kiumbe hatari kuliko simba wa porini. Lakini mwanamke huyu akielekezwa dini akajua thamani yake, ndo haya makongamano mnayaona, wanakuja kwa wingi na wanapenda kusikiliza maneno ya Allah na Mtume, na hii ni kheri kubwa. Tunawaombea Allah awapunguzie mazito yenu hapa duniani, lakini awapunguzie mizigo yenu makaburini. Lakini tunawaombea Allah awaingize peponi bighairi hisabin, awaingize peponi pasi na hisabu. Qulu, semeni amin. Ndugu zangu, yati Ramadhan, inakuja mwezi wa Ramadhani. Shahru Ramadhan fatataghayyar al-ahwal ila afdaliha wa a'daliha. Mambo yanabadilika, mambo yanakuwa mazuri sana ndani ya mwezi wa Ramadhani. Fatatahassanu al-akhlaq, tabia zinabadilika. Kila mmoja ni mcha Mungu, kila mmoja ni sahabi, kila mmoja ni mcha Mungu mwezi wa Ramadhani, hususan kwa kina mama. Hata baadhi ya maneno wakasema watu kwamba ukitaka kuchagua mke bora atakaye kuwa mama watoto wako,
usimchague mke mwezi wa Ramadhani. Kwa sababu gani? Mwezi wa Ramadhani kila binti anafunga, kila binti anajistiri, kila binti anahudhuria kongamano, amerekebishika, na hilo ndo jambo bora. Kwa hiyo ukimchagua mchumba ndani ya mwezi wa Ramadhani, Ramadhani ikiisha sasa mtu anaanza kuonyesha mabawa yake, anaanza kufukua vile vimini vyake, anafukua yale mawigi yake. Kumbe ana kabati zima la wigi, ana kabati zima la matopu tu, hijabu hata moja hana, na ndio hiyo ya mwezi wa Ramadhani anaivaa mwanzo mwisho, kwa ajili ni mwezi ambao unawabadilisha watu tabia. Na walilahi alhamdu wal minna, watu wanabadilika bana. Pita huko majiani, kila mmoja amevaa jalabib. Hata wengine tunawafahamu waliokuwa kabla ya hapo hawavai majilbab, wanavaa masuruali. Tunawauliza, hata wewe? Naambia hata mimi nimebadilika. Tunasema alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala tunamshukuru kwa kutuletea mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao unabadilisha tabia za watu kutoka tabia mbaya kuja kwenye tabia nzuri. Lakini tunamuomba hizo tabia nzuri ziwe endelevu hata kama Ramadhani itaondoka. Ramadhani tanzilu rahmat wal barakat, zinashuka rehma, zinashuka baraka. Tatahaddabu suluku wa tasarrufat, mambo yanakuwa mepesi, tabia zinakuwa nyepesi. Walihadha, kwa hivyo basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, atakum Ramadhan, mwezi wa Ramadhani tayari umeshakufikieni, unaobadilisha tabia za watu. Shahrun mubarakun, mwezi wenye baraka sana. Malaika wako wengi ambao wanashusha baraka. Wallahi unafunga ujui utafuturu nini, lakini mpaka jua linazama tayari umeshapata futari. Wewe unayepata futari nyingi na wewe unayepata futari chache, wote mmefunga mchana, na kila mmoja analipwa malipo makubwa. Kwa hiyo usidhani funga kukubaliwa ni kuwa na futari nyingi ndio funga itakubalika sana. Hata ukinywa funda moja la maji wewe umefuturu. Na wallahi siwafichi mama zangu, wakati unafuturu utafakari, kuna wenzako jua limezama hawakufuturu na wanatafuta futari na hali ya kuwa mchana wamefunga. Hebu fikiria wale wamama wa Gaza kule Palestine, wanafuturu nini wao na watoto wao? Hebu fikiria wale wamama na watoto na mabinti walioko Gaza mwezi huu wa Ramadhani, wamekutwa na Ramadhani, waume zao wako waliofukiwa na vifusi, wako waliopigwa wakauawa, wako waliokimbia ile nchi kwa ajili ya kuikimbia vita. Kina mama wamewabeba watoto wao mgongoni, amebeba godoro kichwani, amebeba tenti angalau la kumbadilishia mwanae nguo tumboni kwake, anatembea jangwani, hajui anapokwenda, na akifika amechoka anakaa sio chini ya mti. Gaza hakuna mti wa kupumzika. Ramadhani imewakuta, fikiria kichwani kwako, wanafuturu nini? Wanafuturu nini? Lakini wanawake wale jinsi walivyomshiba Allah, mabinti wale jinsi walivyomshiba Allah, pamoja na kuwa waume zao wamewakimbia, waume zao wameuawa, nyumba zao zimebomolewa, humkuti mwanamke yule wa Gaza yuko kichwa wazi, hajavaa hijabu, amevaa surali, humkuti aslan. Na mwezi wa Ramadhani unapofika, anafunga yuko mstari wa mbele, haijalishi chakula anacho au hana, anafunga. Na wakati wa kufuturu wanapanga foleni kwa ajili ya kusubiri uji awekewe kwenye kikombe anywe na kesho afunge. Hawa ni wanawake waliojua kwamba maisha ya hapa duniani ni maisha mafupi.
Starehe ya hapa duniani ni starehe fupi, shida za hapa duniani ni shida fupi. Maisha ya kweli yako leo, basi tabu ni ya muda mfupi sana. Ummu Ammar bin Yasir, hivi mnaelewa kina mama kwamba katika Uislamu huu tulionao, wakati Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanya da'wa kuwaeleza watu, jamani, hii ndio njia ya haki, ifuateni. Miongoni mwa waliosilimu familia ya Ammar bin Yasir, mzee Yasir na mke wake na huyo Ammar walisilimu. Walivyosilimu, wale waliowazunguka ndugu zao, familia zao nyingine hawakusilimu, walikuwa wanateswa mateso makubwa. Lakini wao kwa kuwa walishika Uislamu, wakajua haya mateso ni ya muda mfupi sana, hata raha wanazozipata wao ni za muda mfupi sana, walisubiri kwa mateso yale. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alipitia nyumba ya familia hiyo, bado wageni kwenye Uislamu, watu wamewatenga, wakienda dukani kununua chumvi hawauziwi, wao wanakamua maziwa ya ngamia, angalau tukauze yale ngamia tupate pesa kidogo tununue chumvi. Wakipeleka maziwa sokoni hayanunuliwi. Kwa hiyo hawaruhusiwi kununua wala hawaruhusiwi kuuza. Maisha yataendaje? Maisha yalienda. Siku moja katika pita yake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakuta wanateswa wale watu, wanateswa na wanateswa kweli, mateso ambayo mimi na wewe hatuwezi kuyastahamili. Samahani na mafua niombeni dua nipone. Akawaambia, fasabran ya ala Yasir, haya mateso mnayapata familia ya mzee Yasir, subirini, inna maw'idakumul janna. Taarifa nilizopata, ninyi tayari mmeshajengewa nyumba peponi. Yani mnasubiri tu mmalizie hizi shida, lakini mkapate maisha ya kudumu ambayo hayana shida peponi. Fasabran, subirini. Tunakwambia wewe mama wa Kiislamu, fasabran, hizo shida unazozipitia nyumbani kwako, subiri, hakika subira yako, inna maw'idukil janna, hakika makazi yako wewe ni peponi ukisubiri hizo shida. Usifanye jaza, usifanye pupa, ukashindwa kuvumilia, ukashindwa kusubiri kwa sababu ya matatizo ya kifamilia, shida za mume na mke, shida za watoto na wazazi, ukasema mimi siwezi. Fasabrun, kila kitu kinahitaji subira. Mama yake Ammar bin Yasir ndo mwanamke wa kwanza kufa shahidi, kama ambavyo mwanamke wa kwanza Bi Khadija ndio wa kwanza kumwamini Mtume. Basi kwenye Uislamu historia imeandika mwanamke wa kwanza kufa kwa ajili ya Allah ni mama yake Ammar bin Yasir. Miongoni mwa mateso walioyapata, walienda wakubwa wakaambia, wewe mama unajifanya sana wewe, sasa leo tutakukomesha, rudi katika dini ya wazee wako, otherwise wewe na huyo Muhammadi wako sisi leo tunakukomesha. Akaambia, mimi siwezi kurudi kwenye dini ya kishirikina. Akaambia, sawa, tutakupa adhabu ambayo hautoisahau. Akaambia, toeni hiyo adhabu, itakuwa ni adhabu ndogo sana, lakini mimi Allah subhanahu wa ta'ala ndio atakayenipokea baada ya nyinyi kunipa hiyo adhabu. Wakamfunga mguu wa kulia farasi na mguu wa kushoto farasi, alafu wale farasi wamesimama, moja kaelekea magharibi, moja kaelekea yani wamemfunga msamba. Alafu anamwambia maneno ya mwisho, wewe mama, wewe achana na mambo ya Muhammad hayo, tukufungulie kamba, rudi kwenye dini zetu sisi. Mwanamke anasema, aslan, elaiti kama mtaweka jua hapa, elaiti kama mtaiweka jua hapa na mkaiweka dunia nzima hiyo mnayesema hapa, na mkaweka la ilaha illa Allah hapa, basi hii la ilaha illa Allah niliyoishika mimi itaweza kushinda dunia na vilivyomo. Fanyeni mnavyoona.
Wale jamaa wakakasirika, ndugu zake hao, wakaamrisha wale farasi, wakawachapa, huyu aende huku, huyu aende huku. Fikiria kifo alichokufa huyu mwanamke. Maana yake ni kwamba alichanika msamba kuanzia chini mpaka juu, kipande kikaenda kule, kipande kikaenda kule, lakini mwanamke huyo yuko peponi kwa ajili ya dini. Mama wangu wa Kiislamu, simamia dini. Ukisimamia dini, Mwenyezi Mungu atakuletea kheri, Mwenyezi Mungu atakuletea nuru, Mwenyezi Mungu atakuletea hidayah, Mwenyezi Mungu atakuondolea kila lilokuwa baya katika maisha. Ndugu zangu, huu ni mwezi wa Qur'ani. Kuna vipengele vichache nivitaje hapa ili nimalize kipengele changu, halafu nimkaribishe muhadhiri mwingine. Qur'ani ina khaswaisi yake, yani kuna vitu maalum ambavyo vinapatikana ndani ya Ramadhani havipatikani nje ya Ramadhani. Jambo la kwanza, Qur'ani ndio mwezi ambao wahi ulikuwa unashuka, wahi kutoka kwa Jibrili kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio Allah anasema inna anzalnahu fi lailatil qadr. Huko ilipohifadhiwa Baitul Izza, Qur'ani ilikuwa imeshakamilika yote kama ilivyo, imekamilika yote. Kwa hiyo imeshuka mara moja min Baitul Izza ila Lawhil Mahfudh jumlatan wahida, kuanzia ilipo huko ilipohifadhiwa kuja mpaka step ya pili ya Lawhul Mahfudh imehifadhiwa nzima, kuanzia Suratul Fatiha mpaka Qul a'udhu birabbin nas. Halafu mara ya pili na huo ushukaji wa jumla wahida, yani kuanzia Baitul Izza mpaka Lawhul Mahfudh, ndio ilishuka usiku wa Lailatul Qadr. Kuanzia hapa Lawhul Mahfudh kuja hapa duniani, ambaye Jibrili ndio alikuwa anachukua aya moja moja au mbili mbili, ilishuka takriban kwa miaka 23 kwa kipindi cha uhai wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilikuwa inashuka taratibu, sasa inachukuliwa kipande kinakwenda, inachukuliwa kipande kinakwenda, mpaka ndani ya miaka 23 Qur'ani ikawa imekamilika, na Mtume akaambiwa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ilivyosomwa aya hiyo tayari ikaonekana kwamba Qur'ani imeshakamilika, na masahaba walilia sana, wakasema baada ya kukamilika Qur'ani bila shaka kitakachofuata ni Mtume kuondoka duniani. Tutaishi vipi sisi bila Mtume? Mtume aliondoka, Qur'ani ikabaki, na mpaka leo bado ipo. Ndugu zangu, Qur'ani, Ramadhani ndio mwezi ambao tumelazimishwa na kufaradhisha kufunga. Kwa hiyo tufunge mwezi wa Ramadhani. Ramadhani ambayo ndio mwezi zinakusanyika ibada zote kubwa. Ibada gani kubwa? Siyamun, funga inapatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani. Wa sala, na swala inapatikana ndani ya Ramadhani. Wa tilawatul Qur'an, na kusoma Qur'an inapatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani. Wal birru wal ihsan, na wema na kuwafanyia ihsani wengine panapatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao unafutwa ndani yake madhambi na makosa uliyoyafanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Ramadhanu ila Ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idha jitunibatil kaba'ir. Ramadhani moja hadi Ramadhani nyingine, hapa katikati Ramadhani inafuta makosa ya Ramadhani ya mwaka uliopita, endapo utakuwa umejiepusha na madhambi makubwa kama ushirikina. Kwa hiyo Ramadhani ya mwaka huu inafuta madhambi ya Ramadhani ya katikati hapa iliyopita, ikiwa wewe ndani ya mwaka mzima umekaa hujamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, ndani ya mwezi wa Ramadhani ndio peke yake Allah anawaacha huru watu na moto wa Jahannam, anawaacha huru. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema
inna lillahi inda kulli fitri itqa wa dhalika fi kulli layla, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala katika ule muda wa kufuturu, kila unapofuturu Allah anawaachia huru watu na moto wa jahannam. Ndugu zangu katika imani, tuwe miongoni mwa watakaoachwa huru na moto wa jahannam. yuhdha fihi saim bi anwa'in wa alwanin shatta, mtu aliofunga anakirimiwa na amepongezwa kwa mambo makubwa sana. Mfano, kuna jambo dogo tu linaonekana, anasema khulufu fami saim, harufu mbaya inayetoka kwenye kinywa cha mtu aliofunga, atyabu inda Allahi min rihil miski, hiyo inapendeza kwa Allah kuliko harufu ya miski au perfume yoyote unayojua. Na hapa imetajwa miski, hapa imetajwa miski. Miski ndio harufu nzuri, achana hizi miski zinazochakachuliwa hizi. Kwa hiyo una ofa, hata harufu inayotoka kwenye kinywa cha mtu aliofunga inapendeza kwa Allah. Kina mama, tulimbikize hizo harufu, tuzilimbikize ziwe nyingi za kutosha, ili tumpendeze na tumpendezesha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mama yangu, usiopiga mswaki mpaka saa hizi hujapiga, kwa kuelewa kwamba hii harufu nzuri sana inapendeza kwa Allah. Kwa hiyo toka Ramadhani imeanza hujapiga mswaki, utaachwa na mume wako. Mimi nakwambia kabisa, utaachwa. Sio ufahamu huo. Piga mswaki kama kawaida, tena tumia dawa kama kawaida, ikiwa ni white dent, ikiwa ni close up, ikiwa ni Sonsedence inaitwa sijui, na dawa zingine zote, tumia dawa kama kawaida. Lakini bado ikifika mchana, kutokana na jinsi chakula kinavyochakatwa kule tumboni kwa mtu aliofunga, yanaunguzwa vitu kutumboni, kwa sababu ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, baadhi wanaochuoni kwamba hadithi hii sio sahihi, lakini maana yake ni sahihi. Sumu tasihu, fungeni mpate afya. Unapofunga kuna vitu vinaunguzwa huku ndani, mafuta yaliyokuwa imeganda tumboni, ugali ambao ulikuwa umeganda mwaka mzima, wali uliganda mwaka mzima, sambusa zilizoganda mwaka mzima, sasa hazijatoka, zinatoka kwa wewe kufunga. Na namna gani inatoka? Zinaunguzwa. Wakati wa kuunguzwa, harufu inatoka mdomoni kuanzia tumboni, sio hii harufu ya mabaki ya samaki au kichwa cha samaki. Hatuzungumzii harufu ya mabaki ya chakula iliyoko kwenye meno. Harufu inayotoka tumboni inaunguza sumu yote ambayo ilikuwa haitakiwi kukaa katika mwili wa mwanadamu. Na ndio maana tumeambiwa sumu taswihu liswaim da'wa mustajabat la turaddu. Elewa fursa ulionayo wewe mwanamama wa Kiislamu aliyefunga, anayo fursa ya kuomba dua mwezi huu. Dua yake haikataliwi, dua yake inakubalika. Nyoosha mikono kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nyoosha mikono we mama, acha kulalamika. Usipeleke malalamiko ya ndani ya nyumba yako kwa watu, yapeleke kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yamwambie, ya Allah, ajaza tabibu fadawina, ewe Allah, maradhi nilionayo madaktari wameshindwa, naomba wewe ndio daktari mkuu. Omba. Maradhi gani yasiyowezekana? Watoto wameshindikana ndani ya nyumba, tabia zimekuwa mbaya, unamwambia ya Allah, antal murabbi, ewe Allah, wewe ndio mlezi, nilelee watoto wangu hawa. Dua inakubalika kwa mama aliofunga. Mwambie, ya Allah, huyu mume wangu mimi nimemshindwa kwa tabia zake, mrekebishe. Anarekebishika, hakuna kisichowezekana. Tuombeane dua. Saa nyingine ndani ya nyumba mume amepinda, mke amenyoka, mke amepinda, mume amenyoka, watoto wamepinda, baba na mama wamenyoka. Almuhimu, kupinda kupo tu, kupinda kupo. Kinachotakiwa kuombeana dua. Na miongoni mwa jambo zuri Allah aloliweka ndani ya mwezi wa Ramadhani ni ad-dua.
addu'a, yule aliofunga dua yake inajibiwa. Kwa hiyo tusiache kuomba dua tukiwa tumefunga, tusiache kuomba dua wakati wa kufuturu. Hebu orodhesha matatizo yako, mwambie Allah, iftari hatuelewi tunafanyaje, mwambie ya Allah, tunaomba iftari. Umemwomba mme wako hana, afanyaje? Akaibe wapi? Hana. Mwambie ya Allah, mume wangu ametoka amekwenda kutafuta, umpe riziki ya halali, akirudi arudi na kitoweo. Muombe dua, muombe dua. Usiseme tu ubwege naye katoka sijui kama atarudi na chochote. Sasa ndo mapenzi gani hayo? Ndo huruma gani hayo? Unamuita mume wako bwege, unamwambia bwege, nashukuru sana. Katika wanaume, wewe umeenda kutafuta, wenzako wamerudi na sausage, wewe unarudi na mkate. Wewe ni mwanaume. Sasa jamani, tukitaka tukaishi maisha mazuri na waume zenu na sisi na wake zetu, hebu tujikaze kazi na hii misukosuko michache ya duniani hapa, alafu tukaishi peponi pamoja. Alafu uone kama kule peponi kuna kuomba ile matumizi. Hamna kuomba. Yaani peponi tukiingia hakuna kuombana ile matumizi. Hakuna kuombeana hela ya picnic, hakuna kuomba pesa ya out. Kila kitu kipo. Kila kitu kipo. Lakini hapa duniani hatuwezi kumaliza kila kitu. Hatuwezi kumaliza kila kitu. Walionacho sana wamenyimwa vitu vingi sana. Hali sukari, hali chumvi, hali mafuta. Wewe ambaye huna kitu sana, wewe sukari kwenye chai weka hata kilo nzima kwenye sukari. Chumvi wewe weka kwenye dagaa ulio wakaanga, zamisha chumvi yote. Wewe unakula tu kila kitu. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye hajapewa na hakuna mtu ambaye hajanyimwa. Kila mmoja kapewa na kila mmoja kanyimwa. Cha msingi tumalize maisha yetu vizuri hapa duniani. Liswaim, kwa mtu mfungaji, da'awatun mustajabatun, mnayo fursa ya kuomba dua, kuwaombea watoto wenu, kuwaombea waume zenu, kuombea maisha. Yaombeni, nyinyi ni mustajabati, dua inajibiwa. Nyosha mkono juu, mwambie ya Allah, sema kwa Kiswahili, sema. Siku ya Kiyama patakuwa na shafaa, inapatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani, kwa sababu funga inakufanyia shafaa. Kuna milango mingi ya kuingia peponi, iko 8, lakini miongoni mwa mlango maalum kwa wenye kufunga unaitwa Rayyan. Kwa hiyo tufunge, tuingie katika mlango huo maalum unaoitwa Rayyan, na hizi ni fursa ambazo zimetolewa, hazipatikani isipokuwa zinapatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kongamano hili la leo la kina mama iwe ni chachu ya sisi kufahamu fadhila, utukufu wa mwezi wa Ramadhani, na ndani yake kuna funga. Lakini pia mimi na wewe, kwa nini tumeachwa tuwe hai? Kwa nini hajatuweka kwenye orodha ya watu waliokufa? Ni kwa sababu mimi na wewe kuna mambo inatakiwa tuyafanye ndani ya Ramadhani hii yatakayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tunawaombea kila la kheri na waondoshee kila la shari. Kila mwenye jambo lake zuri, mwenye fikira yake nzuri, mwenye dhamira yake nzuri kichwani mwake, Allah aithibitishe hiyo dhamira na afanikiwe katika hilo. Tunawaombea kina mama, miguu yenu mmetembea, mmejikwaa, mmechafuka majilbabu chini humu vumbi, mengine ameshika tope, hamkwenda kufanya shopping, mmekuja kufanya shopping ya akhera. Shopping hii mloifanya
hii shopping mlioifanya ni shopping itakayowapeleka peponi moja kwa moja. Allahumma amin. Mwisho, msimame kwenye majukumu yenu na msitetereke wala msitetereshwe wala msipindishwe. Vinavyokuharibuni leo kina mama vipo vingi. Usikubali uharibike. Usikubali kuharibika kwa kupitia mitandao ya jamii. Vinavyofanyika Twitter, vinavyofanyika Instagram, vinavyofanyika Facebook, viko vingine kwenye TikTok, vingine viko huko. Yale sio maisha. Usipoteze maisha yako kwa kuiga yanayopatikana kule. Yale sio maisha. Maisha ni haya ulionayo. Maisha ni haya ya wewe kujistiri. Maisha ni haya ya wewe kupata watoto. Maisha ni haya ya wewe kuishi na mumewe, kuishi na mke wako. Maisha ni haya ya kuishi na jirani vizuri. Yale maisha yanayoonekana kule, ukiyaiga na kuyaleta kwenye maisha yako ya uhalisia, utakwama na utaona hii dunia si sehemu ya kuishi, na utajiona mbwa. Wale ndo watu wa kuishi. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kulielewa hilo akatoa mambo manne. Hayo mambo manne yanakupeleka peponi. Mwanamke, sio mwanaume. Mwanamke, idha sallatil mar'atu khamsaha, jitahidi sana kuswali. As-sala, as-sala, as-sala. Jitahidi kuswali. Wanawake wengi hawaswali. Lakini Mtume kasema idha sallatil mar'atu khamsaha, mwanamke akiswali swala 5, alfajiri, adhuhuri, alasiri, maghribi, isha, swala 5 za faradhi. Allahu akbar. Wasamat shahraha, mwanamke akifunga mwezi wake wa Ramadhani kama huu, na nyinyi mmefunga alhamdulillah. Wa ata'at ba'laha, mwanamke akimtii mume wake katika mambo ya kheri. Wasatarat aurataha, mwanamke akavaa mavazi ya heshima. Anapokuwa njiani, sokoni, safarini, akavaa mavazi ya heshima. Mwanamke anayeswali, mwanamke anayefunga, akaheshimu mume, akaheshimu mwili wake kwa stara. Qila laha yawm alqiyama, ataambiwa mama huyu siku ya kiyama, milango ile 8, chagua mlango wote unaotaka kuingia, nenda zako peponi. Kwa nini haya mambo manne? Haya mambo manne ni mazito kwa kina mama, na nyinyi wenyewe mnafahamu kwamba ni mazito. Swala kwenu ni nzito sana, funga kwenu ni nzito sana, stara kwenu ni nzito sana, heshima kwenu ni nzito sana. Illa man rahimallah, isipokuwa wale ambao Allah tayari ameshawachagua kwamba huyu swala anayo, funga anayo, heshima anayo na stara anayo. Tayari Allah ameshawachagua baadhi ya watu. Hao watu hawatotetereshwa wala hawatotetereka katika hii dunia. Watabaki na istiqama hiyo na msimamo huo ili wasubiri kwenda peponi. Na wanawake hao wenye msimamo huo ni nyinyi pia mlokuja kwenye kongamano hili. Allah awathibitishe, awabakishe, awaweke na waingize peponi. Baada ya hayo, naomba mimi niishie hapa kwenye muhadhara wangu, nimkaribishe Sheikh Imam, mwenyekiti wa umoja wa maimamu, Sheikh Idi Tua, imamu msikiti wa mahakama kuu pale. Lakini before ya hapo tupate break ya ataanza saa 6 dakika 10. Hizi dakika 7 tunaomba tupate maswali matatu kwa ajili ya kurefresh, kula daku ile ya sahur, kama ni tende au ni chai, unakula andazi ile saa 9 usiku, saa 10 kabla ya alfajiri. Wakati unakula hiyo daku ulikuwa na mzigo wa janaba,
mzigo wa janaba, hujaoga. Sasa wauruhusiwa kula dako halafu ndo uje uoge, au uoge ndo uje kula dako? Swali zuri sana, na nikupongeze kwa swali hilo. Janaba halihusiani na funga. Janaba halihusiani na funga. Janaba linahusiana na swala. Yaani huogi ili funga yako iwe sawa, bali unaoga ili swala yako iwe sawa. Kwa hiyo vyovyote utakavyofanya, uoge kabla ya kula dako au ule dako kabla ya kuoga, yote sawa na saumu yako itakuwepo. Ama umepitiliza kabisa, janaba lenyewe hujalioga mpaka saa 1 saa 2 ulikuwa umelala, umepitiliza na hujaoga janaba, saumu yako ipo. Ni wewe kuoga ili uswali, sio uoge ili funga yako iwe sawa sawa. Kwa hiyo funga haihusiani na janaba, haihusiani kabisa. Kwa hiyo wewe kaa nalo tu, kaa nalo, zurura nalo mule ndani, naingia huku natokea huku, umelibeba kichwani, umeliweka begani, wewe tembea nalo, halihusiani na funga. Utakapoamua kuja kuoga, uamue uje uoge kwa ajili ya kuswali alfajiri. Swali lingine? Kuna mkono kwa chini pale. Waalaikum salam. Hebu ongeza sauti. Saumu itakuwa imeharibika saa 12:45, bado dakika 10 tu muda wa kufuturu uingie. Ndani ya hizo dakika 10, saa 12:40, Mwenyezi Mungu anashusha rehema zake kwako. Basi kwa kweli hiyo funga ya siku hiyo itakuwa imeishia hapo, na Ramadhani ikiisha utakuja kuilipa hiyo funga, lakini utakuwa umepata malipo makubwa sana, ila funga utakuwa unadaiwa. Swali la 3. Swali la 3. Nataka wafike watu 5. Hamna swali lingine? Tayib. Wa alaikum salam. Asante, nimekuelewa. Kwa kweli kama ndo mambo yako hivyo, wewe itakuwa ni mtu mwema. Utakuwa ni mtu mwema. Mwaka huu mimba ufungi, mwakani unanyonyesha, ufungi. Mwaka ujao mimba ufungi, mwaka ujao unanyonyesha. Wewe utakuwa ni mtu mwema. Tunawaombea watu kama hao wawepo kwenye jamii ili Waislamu wawe wengi. Wewe utaingizwa katika kundi la wagonjwa wasiopona. Wagonjwa wasiopona. Maana kuna hukumu ya mgonjwa anaruhusiwa kula mchana wa Ramadhani, lakini akipona zile siku alizokula atakuja kuzilipa. Lakini kuna mgonjwa ambaye yeye maisha yake yote itakuwa ni ugonjwa tu. Ramadhani hiyo anaumwa, Ramadhani ijayo anaumwa, huyo inatakiwa alipiwe kibaba. Kwa hiyo mama, kibaba kitakuhusu. Wewe utakuwa unalisha tu maskini kila siku, endelea kunyonyesha, endelea kuzaa, endelea kutotoa. Lakini kuna hukumu ya mnyonyeshaji na hukumu ya mjamzito. Kuna mambo mawili. Mjamzito akihofia afya yake inatetereka, anakosa nguvu, anaruhusiwa kula, atakuja kuilipa hiyo siku. Mjamzito anahofia mtoto tumboni, anamhofia mtoto tumboni, ameshauriwa na daktari kwamba mtoto anakosa madini fulani tumboni,
Kwa hiyo inabidi kila baada ya muda fulani uwe unakula vitamini fulani. Ndio maana wamama wajawazito wengine wanakula udongo ili kupata calcium, kwa yule mtoto ana mapungufu katika ukuaji wake. Kwa hiyo wewe Mungu anakwambia, anakuletea testi ya udongo. Utakuta mchwa, yani mpaka mchwa wanalia jinsi mtu anavyopukutisha ule udongo wa mchwa, anatembea nao kwenye kijimkoba. Sasa hiyo ni calcium inayokosekana kwa mtoto. Kwa hiyo ukimhofia mtoto, wewe utatoa kibaba na bado zile siku utakuja kuzifunga kwa mwanamke mjamzito huyo. Lakini pia kwa mwanamke anayenyonyesha, ikiwa unajihofia nafsi yako kwamba ukinyonywa unalegea mpaka unataka kufariki, wewe kula, lakini utakuja kuzilipa zile siku ulizonyonyesha. Na ikiwa mtoto ndio anadhoofika kwa kuto kumnyonyesha na hajaanza kunywa maziwa ya kopo, ukimnyonyesha ashibi, wewe mama kula ili upate maziwa mtoto anyonye. Kwa kufanya hivyo, wewe inatakiwa ulipe kibaba kwa kila siku, na vile vile uje uilipe hiyo siku ambayo umekula. Wallahu a'lam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi alazim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Pia tumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia kuwa ni wenye kufikiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wapo wengi ambao tulikuwa nao katika mwaka uliopita wa Ramadhani kama hii, Mwenyezi Mungu hakuwajalia kuweza kufika katika Ramadhani hii. Wewe ambaye umefika, basi ni kumshukuru Mwenyezi Mungu azza wa jalla ya kwamba umefikiwa na neema kubwa, umefikiwa na fursa, na unatakiwa uitumie vyema fursa hiyo ili uweze kupata yale ambayo yanastahiki kupatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ama ndugu zangu kina mama, pamoja na wote ambao mnanisikiliza, hakika mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio mwezi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameujalia kheri nyingi kuliko miezi mingine yote. Mwezi ambao ameujalia ndani yake saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na akajalia ndani yake kisimamo cha swala ya tarawehe ambayo haipatikani katika miezi mingine isipokuwa ni mwezi mtukufu wa Ramadhani tu. Ukiisha mwezi mtukufu wa Ramadhani na swala hiyo haipo, ukimsikia mtu anaswali swala ya tarawehe nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, huyo anaidanganya nafsi yake au anafanya kitu ambacho yeye mwenyewe hajielewi. Lakini pia Mwenyezi Mungu akajalia kwamba huo ndio mwezi wa Qur'ani, mwezi ambao hiyo Qur'ani ndio imeshushwa katika mwezi huo. Kwa hiyo unapata malipo yaliyo makubwa unapoisoma Qur'ani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini ni mwezi wa kuachwa huru na moto, kama ambavyo tunaambiwa kwamba makumi haya matatu, 10 la kwanza, la pili na la tatu, kila mmoja katika hayo makumi matatu kuna kheri zake ambazo zinapatikana. Na baadhi ya wanazuoni wakasema kwamba lile 10 la kwanza ni 10 la rehma, lakini 10 la pili ni 10 la itiqun, 10 la pili ni 10 la maghfira, 10 la kusamehewa madhambi, lakini la tatu ni la kuachwa huru na moto. Mwezi ambao ni mwezi wa sadaka. Sadaka zinatolewa kila siku, lakini ikitolewa sadaka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, malipo yake yanakuwa ni makubwa zaidi tofauti na miezi mingine. Hakika huo ndio mwezi ambao tuftahu fihi abwab aljinan,
tuftahu fihi abwabal jinan, hufunguliwa milango ya pepo. Abwabal jannati, hufunguliwa kwa maana kheri nyingi huwa zinapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na milango inafunguliwa. Lengo la kufunguliwa milango hiyo ili watu waweze kuingia zaidi katika kheri, watu waweze kuingia zaidi katika matendo mema, watu waweze kupata malipo mema zaidi na wingi wa malipo katika mwezi huo mtukufu wa Ramadhani. Lakini Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla pia huzidisha malipo kwa yule ambaye atakuwa ni mwenye kufanya matendo mema, kama ikiwa ni mwenye kuswali swala ya sunna katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, malipo yake hayafananishi na katika miezi mingine. Unaambiwa unaposwali swala ya sunna ni kana kwamba umeswali swala ya fardhi. Malipo ambayo wewe unayapata ni kwa sababu ya saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu ya mwezi huo wa Ramadhani. Lakini Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla katika mwezi huo mtukufu wa Ramadhani anajalia mema mengi zaidi yule ambaye atakuwa ni mwenye kuyafanya, basi huwa ni hazina kwake yeye, inakuwa ni hazina kwake yeye ambayo yatamuongezea malipo katika mizani yake. Lakini Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla pia hujalia kwamba madhambi yanakuwa ni yenye kufutwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni kwa nini Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ametupa saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Mwenyezi Mungu ametufahamisha hilo katika maneno yake matukufu aliposema, kutiba alaikumus siyam ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, mmefaradhishiwa nyinyi kufunga kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu. Kwa maana saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani sio kwamba sisi ndo tumeanza kuifunga, bali wamefunga waliotutangulia. Usije ukaona kwamba hii ni adhabu Mwenyezi Mungu ametupa ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunaacha kula na kunywa, tunaacha yale ambayo tunayapenda. Mwenyezi Mungu ametupa adhabu. Hii siyo adhabu, bali Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ametupa kheri zilizo nyingi. Lakini lengo la kuweza kupewa saumu hiyo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Na ucha Mungu ndiyo jambo ambalo litampelekea mja kuingia peponi. Hawezi akawa ni mwenye kuingia peponi yule ambaye sio mcha Mungu. Ni lazima uingie katika ucha Mungu, na ndio utakwenda katika pepo yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie kuwa ni katika wacha Mungu. Lakini miongoni mwa sababu ya kupewa pia vile vile saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, liufadhilakum ala almalaika, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufanye bora sisi mbele ya malaika. Malaika ni viumbe ambavyo vimesifiwa sana kwamba ni viumbe ambavyo la yaasuna Allaha ma amarahum, havimuasi Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwa yale ambayo wameamrishwa, wayafaluna ma yumarun, na wanatenda yote walioamrishwa. Ili Mwenyezi Mungu sasa aweze kutufanya bora mbele ya viumbe hivi ambavyo ni malaika, Mwenyezi Mungu akatupa saumu. Saumu ambayo malaika hawafungi kama tunavyofunga sisi, kwa sababu malaika Mwenyezi Mungu alivyowajalia la yaakuluna wala yashrabun,
hawali wala hawanywi, kama ambavyo tunakula sisi wanadamu, tunakunywa. Hao malaika Mwenyezi Mungu hakuwaumba katika mazingira ya namna hiyo. Kwa hiyo ili sisi tuweze kuwa bora mbele ya malaika, Mwenyezi Mungu akatupa ibada ya saumu ili tuweze kuwa bora mbele ya malaika. Na ni pale Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla aliposema katika suratul Baqara aya ya 30, Mwenyezi Mungu aliposema, wa idh qala rabbuka lilmalaika inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaambia malaika, enyi malaika, mimi nataka kuumba kiumbe ambaye nitamtawalisha huko ardhini. Neno hayo mbele ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, wakawa ni wenye kufikiria yale ambayo yamepita katika zama zilizopita, nao wakamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku ad-dima, unataka kuumba kiumbe ambacho kinaweza kikaleta uharibifu kiumbe hicho. Kama ikiwa unahitaji kuabudiwa, sisi tunakuabudu, tunakusabihi, tunakuabudu katika kila namna ya ibada. Lengo la malaika ni kumwambia Mwenyezi Mungu ya kwamba hakuna haja ya kumuumba Adamu ambaye ataleta uharibifu katika ardhi. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akawaambia malaika, hakika mimi nafahamu zaidi kuliko mnavyofahamu nyinyi. Na malaika hawa waliweza kuyazungumza hayo kwa sababu kabla ya kuumbwa kwetu sisi vilikuwepo viumbe vingine ambavyo vinaishi ilikuwa katika ardhi hii, na vilikuwa ni vingi kuliko sisi namna tulivyo. Viumbe hivi vikamuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu hakujali wingi wao, Mwenyezi Mungu akawa ni mwenye kuviangamiza viumbe hivyo. Baada ya hapo akawa amekibakisha kiumbe kimoja miongoni mwa vyote vile ambavyo vimeangamizwa. Na wanazuoni wanasema kiumbe hicho ndio kile ambacho kilikuwa kinakaa pamoja na malaika, naye ni Iblis laanatullah. Kiumbe hiki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikichanganya na malaika, kikawa ni chenye kuendelea kuishi. Wakati huo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, viumbe hivi ambavyo vilitutangulia kabla ya sisi vilikuwa ni vyenye rangi tofauti tofauti. Vipo vilikuwa vyenye rangi nyekundu, nyeupe, nyeusi na kadhalika. Viumbe hivi vikaoana na vikazaana, wasamul jinna, ndio yakaitwa majini. Kwa hiyo majini manake ni viumbe ambavyo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla aliviumba kabla yetu sisi, na ndio maana Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akasema katika maneno yake matukufu, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba watu pamoja na majini isipokuwa wapate kuniabudu. Kwa hiyo malaika walipoona yale ambayo walifanya majini, viumbe hivyo, wakawa ni wenye kumshauri Mwenyezi Mungu kwamba hivi ni viumbe ambavyo vitaleta uharibifu, achana na hiyo biashara. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, kwa sababu anafahamu hata yale ambayo malaika
walikuwa wanayazungumza kwamba watazungumza haya katika kupinga. Mwenyezi Mungu akasema, mimi nafahamu zaidi, acheni niendelee na biashara hii, kwa sababu malaika tayari walituona sisi wanaadamu kwamba ni viumbe dhaifu na tunaweza tukamwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akatupa saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ili tuweze kuwa bora mbele ya malaika endapo tutafuata utaratibu ule unaotakikana, ukawa ni mwenye kufunga kwa kufuata masharti na ukaachana na yote yale ambayo yanapunguza malipo katika saumu yako. Ndugu zangu, miongoni mwa sababu za sisi kupewa saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ili Mwenyezi Mungu aweze kuyafuta madhambi yetu. Wanaadamu tuna madhambi mengi ambayo tumeyafanya, hatujui namna gani tunaweza tukasamehewa madhambi hayo. Mwenyezi Mungu akatupa fursa ya saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ili madhambi yetu yaweze kuchomwa, yaweze kufutwa, ili tuwe safi na tunapokutana na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla tukutane hali ya kuwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ameturidhia. Utakapofunga na ukawa ni mwenye kusimama usiku kwa ajili ya swala ya tarawehe, itakuwa umekusanya jihadi mbili. Jihadi ya kwanza kabisa ni jihadi ya nafsi yako, ya kufunga wakati wa mchana ukaacha kula na kunywa. Una uwezo wa kula lakini unaacha kwa sababu ya ibada ya saumu. Una uwezo wa kunywa lakini ukasema naacha kunywa kwa sababu ya ibada ambayo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ameniamrisha niitekeleze. Tayari hiyo ni jihadi kubwa sana ya nafsi. Manake nafsi yenyewe basi na kuikandamiza, basi lazima itakuendesha. Nayo ni nafsi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameizungumzia katika maneno yake matukufu aliposema, inna nafsa la amaratun bisui, hakika nafsi ni yenye kuamrisha uovu. Nafsi hata siku moja hiamrishi mema. Mfano, leo hii mmekuja katika kongamano katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani, lakini baada ya hilo kuna kitu kingine ambacho kipo, pengine labda kuna mpira kama ni wapenzi wa mpira, ama kuna sherehe miongoni mwa sherehe ambazo kina mama mnazifahamu. Vitu hivyo vimekutana sehemu moja wakati mmoja, tayari unajadili, unaishauri nafsi yako, wapi nitakwenda? Nitakwenda kwenye kongamano ili nikapate mawaidha ili nafsi yangu iweze kuwa laini, au niende katika sherehe ya mama fulani, au niende kwenye kitchen party. Angalia nafsi yako wapi itakuelekeza. Ikikuelekeza sehemu nyingine, ikakwambia ya kwamba uko usiende kwenye mawaidha, mawaidha kila siku yapo, utakutana nayo. Zungumza vyema na nafsi yako hiyo. Hiyo itakuwa ni nafsi mbaya, ni nafsi ambayo haikuamrishi wewe kutenda mema. Lakini jihadi ya pili ni jihadi ile ya kusimama usiku na kuswali swala ya tarawih. Kutokana na harakati ambazo kina mama mnakuwa nazo za kuandaa iftari pamoja na daku na mingineyo, pamoja na kina baba na harakati za kutafuta, lakini mtu anaacha yote hayo ambayo pengine yanaweza yakampelekea kuongeza kipato katika wakati huo wa usiku, au akawa ni mwenye kumpumzika baada ya shughuli ya mchana kutwa. Anaachana na yote hayo, anasimama kwa ajili ya swala ya tarawih, anasoma Qur'ani katika wakati huo wa usiku,
anaambiwa mtu huyo amekusanya jihadi ya pili. Na huyu mtu ambaye amekusanya jihadi hizo mbili, ufia ajruhu bighairi hisabi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamlipa malipo yake pasi na hisabu. Na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amemwahidi mtu wa namna hiyo, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisabi, kwamba huyu mtu atalipwa malipo yake kwa sababu aliingia katika subira, aliingia katika kuvumilia, akaona jambo hili ni jambo jema na linakuja kwa msimu, lazima nitekeleze kwanza ibada hii, alafu mengine yatafuata. Na ndio maana mwezi huu wa Ramadhani ukaitwa shahru sabri, ni mwezi wa subira, ni mwezi ambao lau kama utakosa subira, basi ibada ya saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani imekushinda. Hata kama saumu imekushika kwamba leo saumu kali, kisikia mtu saumu kali, manake anaendelea na ibada ya saumu, anaendelea na ibada nyingine za kuleta adhkari na kusoma Qur'ani, mtu huyo anaambiwa yupo katika ibada ambayo ni muhimu, na yupo katika subira ambayo ameimudu nafsi yake. Nafsi yake ameweza kuimudu vizuri. Ili sasa, ndugu zangu, tuweze kuwa katika ibada ambayo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ataikubali, tusiwe ni wenye kushinda na njaa, ni lazima tufuate masharti ya ibada hiyo ili iweze kusihi na Mwenyezi Mungu aweze kuikubali na tuweze kupata malipo yanayostahiki. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man lam yada qawla zur wal amala bi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu, yule mtu ambaye hatoacha maneno ya uzushi, umbea, fitna, ili hali amefunga. Manake wewe umefunga lakini umbea ni wako wewe, kufitinisha ni kwako wewe, uongo ndio wako. Na sasa hivi kuna uongo ambao tayari tumeuhalalisha. Unaongea na simu, unaona kama kawaida, unamwambia mtu nipo Isanga, ile hali upo soko Matola, na mwenzako akikuuliza unamwambia sumbufu yule. Tayari umezungumza uongo. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasalamu anasema yule mtu ambaye haachi maneno ya namna hiyo, hakuna haja ya kuacha chakula chake na kinywaji chake. Kwa maana usiache kufunga, bali utakapofanya namna hiyo, tayari malipo ya saumu yako yatakuwa ni madogo, kwa sababu ya yale mambo ambayo wewe unaendelea kuyafanya ya kuzungumza uongo, kuzungumza maneno ya uzushi, maneno ya umbea. Yote hayo unayafanya ili hali umefunga. Unaambiwa wewe huna maana katika ile ibada ambayo wewe unaifanya. Na nina imani kwa kuwa mmekuja katika kongamano ili kuweza kujengwa zaidi kwa ibada mnayoifunga, ibada mnayoitekeleza ya saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, manake hampo katika sifa za namna hiyo. Hamna umbea ndani yake, lakini hakuna kufitinishana, hakuna maneno ya uzushi. Tunatakiwa tujiepusha na yote hayo ili saumu zetu ziweze kukubaliwa. Na kukubaliwa kwenyewe maana yake Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akiikubali saumu ya mja, maana yake tayari mja huyo anaingia katika rehema zake,
anaingia katika rehema zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, manake ataingia katika pepo yake. Hatutakiwi kuwa ni wenye kufanya yale ambayo yatapoteza malipo yetu. Tunatakiwa tudumu kufanya yale yaliyo mema, mambo ambayo yatakuwa ni mazuri, ambayo yatapelekea saumu zetu zikae sawa sawa. Ndugu zangu katika imani, yule ambaye atakuwa ni mwenye kufunga, akawa ni mwenye kufunga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akawa ni mwenye kuachana na yale ambayo yanabatilisha saumu, akaachana na yote yale ambayo yanapoteza kheri ambayo yeye anaifanya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kumridhia na kumfutia madhambi yake yaliyotangulia, kama ambavyo hadithi ilitangulia kusema, hakika yule ambaye atakuwa ni mwenye kuswali swala 5 na akawa ni mwenye kuswali Ijumaa mpaka Ijumaa, na akawa ni mwenye kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa maana Ramadhani iliyopita ukafunga, na mpaka Ramadhani hii iliyofika ukawa ni mwenye kufunga, unakuwa ni mwenye kusamehewa madhambi yako ya mwaka mzima, kutokea Ramadhani iliyopita mpaka Ramadhani hii. Kwa hiyo hiyo ni fursa ambayo wewe unatakiwa kuitumia fursa hiyo, isiyo ni yenye kukupita hiyo fursa. Hujui ni wakati gani utaondoka katika maisha haya. Inawezekana baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ukawa ni mwenye kuondoka, ima ikawa wewe ama mimi, uondoke hali ya kuwa Mwenyezi Mungu amekuridhia, uondoke hali ya kuwa umefutiwa madhambi yako. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla atujalie kuwa ni wenye kusamehewa madhambi yetu. Ndugu zangu katika imani, kwa hakika kabisa pale ambapo tutafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuendelee kuyalinda yale mema tuliyoyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kutokea mwanzo tunaanza mpaka mwisho, na uazimie kutokurudia yale maovu ambayo wewe pengine ulikuwa unayafanya. Uendelee kubaki katika kuyafanya yaliyo mema katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na baada ya mwezi wa Ramadhani, ili uwe ni kioo kilicho kizuri, ili uwe ni mfano ulio mwema kwa wengine wale ambao sio Waislamu, wawe ni wenye kuingia katika Uislamu kwa sababu ya tabia zetu njema tulizo nazo, kwa sababu ya kule kupendana kwetu tuliko nako. Tukifanya hivyo, maana yake tayari tumeutangaza Uislamu na tumewatangazia wasiokuwa Uislamu. Wale wasiokuwa Waislamu wakaona kwamba kumbe Uislamu ni kitu kizuri, ni dini ya kukimbilia na wala sio dini ya kuikimbia. Na hasa wanawake ambao nyinyi mna nafasi kubwa ya kuonyesha athari ya Uislamu. Athari hii iwe ni yenye kuleta manufaa katika jamii, iweze kuleta manufaa kwa wale ambao sio Waislamu ili waingie katika Uislamu. Juzi tulikuwa katika darasa pale, na akaja kijana mmoja akahitaji kusilimu, sababu alikuwa ni mwenye kusikia mawaidha kama hivyo ambavyo tunazungumza katika spika. Akapendezeshwa na mawaidha hayo, akasema Uislamu ni mzuri, nami nimependa kuingia katika Uislamu kwa maneno mazuri ambayo nilikuwa nayasikiliza kutokea Ramadhani ilipoanza.
Lakini la pili, namna Waislamu walivyo wakarimu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, wanavyoonyesha Uislamu kwamba ni kitu kizuri, naye akapenda kuingia katika Uislamu kwa sababu hiyo tu. Kwa hiyo sisi wenyewe tukionyesha tabia nzuri, inakuwa tayari tumetangaza Uislamu wetu, na wengine wataingia katika Uislamu kwa sababu ya yale mema ambayo sisi tunayafanya. Yasibaki katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, yaendelee baada ya Ramadhani. Mema haya yaendelee, yawe ni katika sehemu ya maisha yetu, ili tuweze kuingia katika rehema zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tuweze kupata yale mema ambayo yanapatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, kwa machache haya ambayo tumekumbushana, hapana budi kuyafanyia kazi ili tuweze kupata kheri zaidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na baada ya mwezi mtukufu. Tumia kheri hii vyema ili tuweze kupata faida ile ambayo inatakikana, na tuweze kupata maslahi yaliyo mazuri katika Uislamu wetu, sisi pamoja na familia zetu, pamoja na nchi yetu, pamoja na wote wale ambao wanaona kwamba Uislamu pengine labda sio dini iliyo sawasawa, kupitia mema yetu ambayo tunayafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, waone kwamba hii ndiyo dini iliyo sawasawa na waifuate kwa yale mema yetu ambayo tunayafanya. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.